Antelebazia Rebrakatoria Mantolo Braza Rikesheto Rata Bayan Liko Zebrahanta Rabasa. Ni katika jina la Yesu tumemomba Bwana. Kila mwenye pumzi aseme amen kwa jina la Yesu. Amina yako iwe kubwa katika jina la Yesu. Sema tena amen kwa jina la Yesu. Uko tayari kuomba jioni ya leo? Leo ni siku yetu ya 17 kati ya siku 100 za Dominion ambazo Mungu ametupa kufunga na kuomba kwa ajili ya kupata umiliki wetu kama mtu mmoja, kama kanisa, lakini pia kama taifa la Tanzania. Haleluya. Jana mtumishi wa Mungu ametusomea neno la Mungu akasema, neno la Mungu linasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Tanzania. Juu ya kuta zako Yerusalemu. Sisi Yerusalemu yetu ni Tanzania. So Mungu ametuweka sisi kama walinzi. So hatuwezi kuwa selfish, kuwa binafsi, kujiombea tu sisi. Tunapoomba tunashughulika pia na familia zetu, tunashughulika na jamii yetu, tunashughulika na kanisa la Mungu la Tanzania, lakini pia na Tanzania kama nchi kwa ujumla katika jina la Yesu. Kwa jioni ya leo tena tutakuwepo tukiomba kama ambavyo Mungu ameweka ndani ya mioyo yetu, kama ambavyo Mungu ametupa mzigo huu wa kuomba. Haleluya. Tutakuwa tukimwomba Bwana, jiandae kufanya hivyo katika jina la Yesu. Wangapi wako tayari kuomba jioni ya leo? Nani uko tayari kuomba jioni ya leo? Haleluya. Kwa leo lecture zetu ni humo kwenye maombi, tunaomba. Tunasoma neno la Mungu, tunaomba mpaka hapo Bwana atakapo kuwa ametuwezesha kuishia kwa siku ya leo, ili tukapate kujiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho. Naamini mtu mmoja uko tayari kwa ajili ya kuomba. Haleluya. Niseme neno moja, unapoona mtu anapigania jambo fulani ni kwa sababu anajua ana urithi katika hilo jambo. Ni kwa sababu anajua kuna faida anaipata katika hilo jambo. Ukisikia tunaomba kwa ajili ya kanisa ni kwa sababu tunajua kwamba ndani ya kanisa tuna urithi wetu. Tuna urithi wetu wa kiroho, tuna urithi wa mambo mema na mazuri ambayo Mungu ametuahidia kwenye kanisa, ndio maana tunaliombea. Ukiona tunaombea familia ni kwa sababu tunajua tuna urithi ndani ya familia. Ukiona tunaombea nchi ya Tanzania ni kwa sababu tunajua katika nchi ya Tanzania tuna urithi wetu. Tunacho kitu ambacho tunataka kukipata, ambacho ni haki yetu na ni halali yetu. Ndio maana tunakipambania ili hicho kitu tukipate kichukuliwe na mtu mwingine. So ukiona mtu aombi, ukiona mtu anaomba kwa ulegevu na udhaifu, ni kwa sababu huyu ni mtumwa na si mwana. Ni kwa sababu anajua yeye hana urithi. Kila mwenye urithi kuna namna anawajibika, kuna namna anafanya bidii kuhakikisha kwamba urithi wake hauchukuliwi na mtu mwingine. Nikuulize swali, wewe unaweza kuwa na kiwanja chako, ukakuta mtu amejenga nyumba ndani ya kiwanja chako ukaacha ukakaa kimya? Can you do that, watu wa Mungu? Lazima uinuka mwambie, kwa nini unajenga? Nina hati, hiki ni kiwanja changu. Hati yetu sisi neno la Mungu ndio ambalo linatuongoza. Tunajua haki zetu, tunajua miliki zetu. Ndio maana unaona tunaomba. Kwa hiyo tafadhali omba kama mtu ambaye unaelewa una urithi. Kama mtu ambaye unaelewa kuna kitu chako unatakiwa kuwa nacho. Neno la Mungu limetuahidia vitu vingi. Biblia inasema katika yeye tuna uwezo wake wa kiungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Anasema anakupitia hayo amefanya hivyo ili tuwe warithi wa tabia za uungu. Kuna vitu ambavyo sisi ni warithi. Tena kwa hayo ametukirimia vitu vyote vya thamani, watu wa Mungu. Vitu vyote ambavyo hauna wewe, Mungu amesha kukirimia. Wewe ndiye unatakiwa kuvimiliki. Lakini what if haujui? Unaendelea kuwa mtumwa. So lazima uwe na hii mindset kwamba Mungu amenikirimia vitu, hata kama sina, ila ninajua ni vyangu, and fight for that. So don't settle for less. Unapoona siku hizi 100 tunaomba, it's because we know our rights. Tunajua haki zetu na hatujaziona. So hatuwezi kukaa kimya, hatuwezi kuendelea kula. Nini kinatupa raha ya kula? Nini kinatufurahisha mioyo kitufanye tupumzike? Nini? Tunaona watu wanakufa kila siku kwenye nchi yetu. Watu wanapotea, mambo ya hovyo yanatokea. So how do we settle now? Nini kinatupa raha kukaa? Kwa sababu leo unaona kwenye taarifa ya habari kwa mtu mwingine. Are you sure sio wewe unafuata? Are you sure sio ndugu zako wanafuata? Kama hautasimama kuomba, hautaamini. Kama wewe ni mzazi utashangaa ni watoto wako, utashangaa dada zako, kaka zako, ndugu zako, utashangaa unafiwa tu muda sio mrefu. So lazima tusimame kuomba mapema, kwa sababu tunajua haki zetu, tunajua urithi wetu, tunajua mambo ambayo Mungu ametukirimia na hatutaki atupite. Anayenielewa jioni ya leo apaze amina kubwa kuliko jirani yake.
Haleluya, haleluya. Tunakwenda kumwomba Bwana kitabu kile cha Zaburi sura 144 mstari ule wa kwanza. Zaburi 144 na mstari ule wa kwanza. Makoraba shanda rabasa. Zaburi 144 mstari wa kwanza. Umefika hapo mtu wa Mungu? Biblia inasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Turudie wote kwa pamoja. Na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Kati ya kitu kimoja hapo Mungu ambacho anamfundisha mtu, Mungu anafundisha watu vita. Sema vita. Mungu anaitwa Bwana wa vita. Anaitwa nani watu wa Mungu? Bwana. Kwa Mungu anapenda vita sana na anaviweza, ndio maana anaitwa Bwana, boss, master, mighty man in battle. Mungu ni shujaa kwenye vita. Na kwa sababu sisi ni watoto wake na tumezaliwa kwa yeye, tuko kama baba yetu. Sisi ndio hayo majeshi. Si anaitwa Bwana wa majeshi? Majeshi yenyewe ndio sisi. So Mungu anatufundisha mikono yetu vita na vidole vyetu kupigana. Nataka tukamuombe Bwana ombi letu ambalo tunaanza nalo kabisa. Bwana nifundishe vita. Hakuna mtu anayemiliki kama apendi vita. Hayupo. Kama unapenda kubembelezwa, unapenda maombi ya thank you Jesus, thank you Lord, wewe huwezi kumiliki wewe. Utaendelea kuwa mtumwa, utaendelea kuwa mtu wa kawaida, utaendelea kuona wenzako wanafanikiwa, utaendelea kuona wenzako hata wao unaona wanateka watu ni kwa sababu wanatafuta kumiliki. Wanatafuta kwa njia isiyo sahihi. Wanatafuta kwa nguvu. Kuna watu wanaua wenzao, watoto wao wanaua watu ili wapate viti vizuri vya heshima, wapate vyeo, wanaua, wana sacrifice watu. Kwa nini? Hayo yote ni katika kutafuta kumiliki. So ya mambo yote mnayoona mauaji, mambo mabaya ni kwa sababu watu wanatafuta kumiliki. Ni hicho tu. So na wewe usipojua nafasi yako, know your place. Jua wewe ni nani. Anza kupambania cha kwako. Pambania nchi yako, pambania kanisa lako, pambania familia yako. So Mungu anachokifanya akiwa amempenda mtu na ametaka kumilikisha, anamfundisha vita. Maana yake yeyote anayeinuka kunyang'anya kilicho chako, anakuta kwamba wewe tayari una mazoezi ya kutosha na una ujuzi wa kutosha. Kwa hiyo hakuna mtu wa kukuonea. Unaweza kukutana na mtu ameshika bunduki ukamtokea kizembe? No, kwa sababu tayari ana silaha zake. Unajua hapa tu nitafiatuliwa moja sina maisha. So now imagine, sisi Mungu anatufundisha vita. I don't know kwa kupitia CMG, kwa kupitia mikono, kwa kupitia nini. Ninachojua ni kitu kimoja. Neno Mungu nasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Ulimi wako ni silaha ya vita. So watu wa Mungu nataka tukatumie silaha zetu jioni ya leo. Na tukamwambie Bwana fundisha na mikono yetu kupigana. Fundisha vidole vyangu vita. Bwana nifundishe. Nisikuwe mtu ambaye ninapigwa kirahisi. Nisiwe mtu ambaye naangushwa kirahisi. Anayenielewa aseme ninakuelewa. Nimekuambia hautamiliki kama ni mdhaifu na hutaki kupigana. Wewe utaendelea kuwa mtumwa. Miliki ni kwa ajili ya watu ambao sio wazembe. Mtumishi wa Mungu alitufundisha hapa, Joshua anawaambia wana wa Israeli, Joshua 18, hata lini mtakuwa walegevu kumiliki miliki zenu? Manake watu walegevu wote hawezi kumiliki. Na sisi hatutaki kuwa walegevu. Tunataka Bwana atufundishe mikono yetu kupigana, atufundishe mikono yetu vita na vidole vyetu kupigana. Haleluya. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba nifundishe mikono yangu kupigana, fundisha vidole vyangu kupigana katika jina la Yesu. Bwana, niondolee ulegevu, nipe kumiliki miliki zangu. Bwana, nifundishe mikono yangu kupigana vita, vidole vyangu kupigana vita. Bwana, niondolee ulegevu, nipe kumiliki miliki zangu katika jina la Yesu. Paza sauti yako, anza kuomba jioni ya leo. Bwana uhimidiwe, ifundishe mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Bwana, ninakuomba jioni ya leo, usiku wa leo, ikiwa ni siku ya 17 kati ya siku 100, fundisha mikono yangu vita, fundisha vidole vyangu kupigana katika jina la Yesu aliye hai. Adui asinionee,
wasiofaa wasinionee katika jina la Yesu. Mtu awaye yote asichukue miliki zangu, asimiliki kilicho cha kwangu kwa sababu ya unyonge, kwa sababu ya ulegevu. Bwana, niondolee ulegevu. Bwana, niondolee udhaifu. Nipe kumiliki miliki zangu katika jina la Yesu aliye hai. Rakaparabalaba retekere bayandarabashai sheria mando rabasaka tele koria manda mazaga barakose ketele bayada riko soto raba arenta rababa shai reko seketereba aranta rababa sea reko seketeria arata karaga barakata. Pray in the name of Jesus. Bwana, nifundishe mikono yangu pigana, fundisha vidole vyangu makarabashete reko seketeria mantora baba shala kataragaba sheria makoria da araba sheto koraba baba 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 basa rike seketere kataria aranta la baba basana mashe koraba daria erata kaparata araba baba 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 shakataraba rakata nakata ulegevu, nakata ulegevu, nakata udhaifu, nakata ulegevu, nakata udhaifu, nakata ulegevu. Lazima nimiliki miliki zangu. Bwana, fundisha mikono yangu pigana, fundisha vidole vyangu vita. Reko setereba randa rakata reko teria mana masoto koria rakaparaba mantora baba baba shalakata lagadaga bala 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 talaba shetere baba baba za rakata kaparada reko siketeria mantora baba basa shetora baba baba ragadaga ragada erato satai repakata yada arantara basana mantara kataria raba baba 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 shetokora katana kapa. Bwana, fundisha mikono yangu vita, fundisha vidole vyangu kupigana. Reko soto raba arataka nakata unyonge, nakata udhaifu kwa jina la Yesu aliye hai. Nakata ulegevu reketereba rakataraba ratoshata rada baba baba erante leboza erante leboza erante leboza erante leboza rakashata rakata rakata rabada bada bada sharabada bada rakata ragadaga balakata rapa papa seketeke reketere bashan shanta rababa. Ni katika jina la Yesu tumemomba Bwana. Paza amen kwa jina la Yesu. Sema napokea neema ya kupigana, napokea neema ya kushinda kwenye kila vita katika jina la Yesu. Mikono yangu haitakuwa dhaifu. Mimi sio mlegevu. Mimi ni hodari. Mimi ni mwenye nguvu. Mimi ni wa kushinda. Sitashindwa vita kwa jina la Yesu aliye hai. Nitamiliki miliki zangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Paza amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Zaburi 68 mstari wa kwanza. Zaburi sura 68 na mstari ule wa kwanza. Biblia inasema Mungu huondoka, adui zake wakatawanyika, nao wamchukiao hukimbia uso wake. Biblia ya Kiingereza King James Version inasema let God arise, let his enemies be scattered, let them also that hate him flee before him. Wowote wanaomchukia wakimbie mbele yake. Let them free, wapotee. Free ni kama kupaa, kupotea. Wakimbie wapotee. Let God arise and his enemies scatter. Sema Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Kila agenda za shetani, kila mipango ya giza, kila vikao vya siri vya watu waovu viharibiwe kwa jina la Yesu. Bwana inuka, adui zako ndani ya Tanzania watawanyike. Bwana inuka ndani ya nchi ya Tanzania. Kila vikao vya waovu, kila agenda za waovu zikaharibiwe kwa jina la Yesu. God arise, let your enemies in Tanzania scatter. Let them scatter in the name of Jesus. Paza sauti yako, omba. God arise in the name of Jesus. Arise in Tanzania. Arise in Tanzania. Bwana inuka ndani ya nchi ya Tanzania, adui zako wakatawanyike. Kama una urithi ndani ya Tanzania, utaomba kwa kumaanisha. Kama unajua una urithi ndani ya nchi ya Tanzania, utaomba mtu wa Mungu.
Makorabashata karabaza. Let God arise. Rako paraba. Bwana inuka kwenye vikao vyao. Bwana inuka kwenye agenda zao. Bwana inuka kwenye mipango yao. God arise. Shetere barabara baraka. Radada basete kereba. Ranta rakose taraba. Eriko soto rabasha. Ndani ya nchi ya Tanzania. God arise. Bwana inuka. Adui zako watawanyike. Adui wa haki watawanyike. Adui wa amani watawanyike. Rako parata. Adui wa watumishi zako watawanyike. Reke sakataraba. Erato kobaria. God arise. God arise. Reke payada. Arato sata. Riko paria. Shantara babasa. Let God arise. Let God arise. Let God arise. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Eshabaraba. Eradagadagada. Rantantanta. Rapokotos. Rekapayada. Ndani ya taifa la Tanzania. Bwana inuka. Bwana inuka. Bwana inuka. Erabashada. Eratokata. Arakatayaba. Wanaoteka watu. God arise. Shatabaria mata. Rekoperebia. Rante sota. Rababababa. Shetereketa. Rakosatia. Aranta rabazai. Rakosadia raba. Rakata rabaraba. Let God arise. Let God arise. In the name of Jesus. In the nation of Tanzania. Let God arise. Let God arise. Let God arise. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Erabarabagada. Erababababasha. Erakatakata. Erakatarakata. God arise. Bwana inuka. Adui zako watawanyike. Adui wa amani ya Tanzania watawanyike. Adui wa furaha ya Tanzania watawanyike. Rabakata rataba. Shetereketereba. Rabanagadagadagadagada. Rapapapa satakata. Rakoperia manta. Zutota ya katelabadaba. Aranto sotoria kebrahanta. Mazekota ya kaba. God arise. God arise. In the nation of Tanzania. Arapakoria. Esete kereba. Manta rabaza. Kama una urithi ndani ya Tanzania utaomba. Kama unajua una urithi ndani ya nchi, you will pray. God arise. Let God arise. Let God arise. Every enemy agenda. Every secret agenda. Makote pariakota. Rekosketeria. Azonda rabasai. Sheto koramanda. Masota kayaba. Reto sutata. Arantere baba. Oh my God. Let God arise today. Let God arise today. Shento rabazaya. Shenta rabazaya. Shenta rabazaya. Rakosata rabazaya. Rababababababababashai. Randa rababababasai. Shanta rabazaya. Pray in the name of Jesus. Shanta rabababazaya. Rekota rabababababa. Rakatosh. Rekata. Rabada. Rakotaria. Randa rabasai. Rekotosh. Rabada. Randa rabababa. Rakata rabababazai. Rekotos. Shada barada. Randa rababazai. Rakata rababazai. Let God arise. Shata rabazai. Mako rabashai. Arabababazai. Ni katika jina la Yesu tumemomba Bwana. Paza amen kwa jina la Yesu. Bwana anainuka ndani ya nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu. Kila mipango miovu itafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila mauaji yatafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila wanaomwaga damu watafanikiwa kwa jina la Yesu. Hayo mapanga yatawarudia wao na nyumba zao, na wao watafiwa. Watafiwa na watoto wao, watafiwa na waume zao, watafiwa na wake zao, watafiwa na watu wa karibu, ili na wao wajue uchungu wa msiba. Bwana anageuza kwa jina la Yesu. Bwana anainuka katika nchi hii. Haki inaonekana ndani ya Tanzania. Amani inarejea ndani ya Tanzania. God is rising again in the name of Jesus. Paza amina kubwa kwa jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Kitabu kile cha Obadia 1 mstari wa 21. Obadia 1:21. Biblia inasema tena waokozi
watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni na kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Waokozi watakapoinuka na kukwea mlima Sayuni, kuhukumu mlima Esau, kuhukumu kila mauaji, kuhukumu kila uharibifu, kuhukumu kila mipango ya adui, kuhukumu kila mipango miovu inayopangwa kinyume cha watu, anasema milki itakuwa ya Bwana. Sema Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania, utawala wako usimame ndani ya nchi hii. Kila viti vya enzi vilivyosimama kutawala vianguke kwa jina la Yesu. Vianguke sasa kwa jina la Yesu. Bwana, jitwalie utukufu ndani ya taifa hili, katika msimu huu, katika jina la Yesu. Kila viti vya enzi vikaangushwe kwa jina la Yesu. Bwana, Tanzania ikawe milki yako. Ijulikane ya kwamba Tanzania ni milki yako katika jina la Yesu. Viti vya enzi, kila milki za giza zikaangushwe sasa kwa jina la Yesu aliye. Kwa jina la Yesu aliye. Paza sauti yako na uombe. Bwana, jifunue ndani ya Tanzania, ndani ya msimu huu, katika jina la Yesu. Ijulikane ya kwamba Tanzania ni mali yako. Tanzania ni mali yako. Watanzania ni mali yako. Umewanunua kwa damu yako. Imeandikwa, astahili mwana kondoo wa Mungu aliyenunua watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, watu wa kila kabila, watu wa kila taifa, ikiwepo taifa la Tanzania, akawafanya kuwa kuona mafalme kwa Mungu wetu. Ayakorabasha. Ijulikane ya kwamba Watanzania ni mali yako. Ijulikane ya kwamba unawamiliki wa Tanzania. Bwana, inuka ukatawale. Inuka umiliki Tanzania. Makorabashadaba. Eratosete. Ereketaya. Arandorabasada. Arekotela balaba. Arababababa seto koraba. Tanzania ni mali ya Bwana. Tanzania ni mali ya Bwana. Na ijulikane katika hali ya hewa, ijulikane katika anga, ijulikane katika ardhi, ijulikane kwa watu wa ovu. Makarabashadaba. Erakataraba. Sauti ya Bwana yavunja miti ya Lebanon, ikavunja masikio yao, wakatokewe na Bwana. Sauti ya Bwana iwatokee. Sauti ya Bwana iwatikise. Sauti ya Bwana iwakumbushe ya kwamba Tanzania ni mali ya Bwana. Tunaituma sauti kwenye masikio yao, tunaituma kwenye kazi zao, tunaituma kwenye maofisi yao. Tanzania ni mali ya Bwana. Na ijulikane sasa. Makarabashadaba. Eratakataria. Eropokotokota. Shetere bababababasa. Radagadagadagada. Ayakataba. Arantarabashadaba. Bwana, kila kiti cha enzi kilichokuwa kimeinuka juu ya utawala wako ndani ya Tanzania, kila wakuu, kila wenye vyeo wanaoinuka kinyume chako, ijulikane kwamba wewe ni Bwana. Ijulikane Tanzania ni mali yako. Maseta payata. Radagada. Ayakoseteria. Mansonta kayaba. Ratatakatakata. Erababababa. Eseteketeria. Arandarakosa. Ezutakapa. Arabagadea. Asotetete. Arikotayada. Arantorabasa. Tanzania ni mali ya Bwana. Tanzania ni milki ya Bwana. Bwana, inuka. Rakosata. Ratakapa. Uliyetununua kwa damu yako wa Tanzania, na ijulikane ya kwamba wewe peke yako ni Bwana. Kora makosata. Rebabababa shadaba. Reketaria manaraba. Kama una urithi ndani ya Tanzania utaomba. Ayekosotoraba. Arande koseteria. Zetuya kaparatesa. Aranda rabakoria kete. Eshetere babababaza. Arantora kaprada. Arakosataria. Aroko payada. Erantara babazaya. Arakotakapa. Ayanda rabashaya. Tanzania ni mali ya Bwana. Tanzania ni mali ya Bwana. Bwana, utawala wako onekane Tanzania. Umiliki wako onekane Tanzania. Jionyeshe kwamba wewe ni Bwana Tanzania. Jionyeshe unamiliki Tanzania. Koya mandala basai. Reskotara bazada gada. Ratata kaparaba. Lekesetere bazai. Rantaraba babasha. Seteria kabayada.
Pray. Shetarakapa. Rantarabababazai. Shaterebalabagadia. Erata shata. Rabakoriaman. Rabakoriaman. Masota kayada. Eratatata. Erababababa. Erabababasada. Eretekete kata. Arantarababa. Ufalme wako uje Tanzania. Ufalme wako uje Tanzania. Ufalme wako uje Tanzania. Ijulikane wewe ni mfalme Tanzania. Ijulikane wewe unaimiliki Tanzania. Ayaka paria. Eraba sadaba. Reketaraba. Utawala wako Bwana uonekane ndani ya nchi. Esetete. Rakaparaba. Randarababa. Rakatarababa. Randaraba. Katika wafalme, katika watawala, ijulikane hakuna aliye kama wewe. Ayaka taraba. Kama ulimpiga Farao, ayaka parada. Bwana hujashindwa Tanzania. Asotota. Erabaraya. Ereteketeza. Erandarabasada. Erakotabayadia. Eratakarabasanda. Oh my God. Shetere baba. Rakatarabaza. Shentere bababoza. Raragadagadagadea. Shetorabadabadaba. Ayata tata. Radagadagades. Shantere bababoza. Rakatarababaza. Yantarabaza. Ni katika jina Shataraba. Katika jina la Yesu tumeomba. Paza amen kwa jina la Yesu. Tanzania ni mali ya Bwana. Ni mali ya Bwana peke yake. Katika jina la Yesu. Imeandikwa Yesu alimnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila lugha, kila jamaa, kila kabila na kila taifa ikiwemo Tanzania. Tanzania imenunuliwa kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Nasema Tanzania inamilikiwa na Kristo Yesu mfalme wa falme. Haleluya, haleluya. Sema Tanzania ni mali ya Bwana. Hakuna mtu anayemiliki. Ni mali ya Bwana. Imeandikwa nchi na vyote vijazavyo ikiwepo Tanzania ni mali ya Bwana. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Waharifu wote, waharibifu wote, wauaji wote, wenye hila, wanafiki, wasiofaa, hawana urithi ndani ya Tanzania. Tunayafuta majina yao kwa jina la Yesu. Hawana urithi ndani ya nchi kwa jina la Yesu. Tanzania ni mali ya Bwana kwa jina la Yesu. Paza amina kubwa katika jina. Makorabashanda rabazai. Kitabu kile cha Isaya 44 mstari wa 25 na 26. Isaya sura 44 mstari wa 25 na 26. Umefika Isaya 44 mstari wa 25 na 26. Biblia inasemaje? Nizitanguaye ishara. Haleluya. Nizitanguaye ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishe nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga. Piga kelele, sema haleluya. Mungu anasema anatangua ishara za waongo, anawatia waganga wazimu, niwarudishe nyuma wenye hekima. Anawarudisha nyuma wenye hekima wa nchi kwa jina la Yesu, na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga. Alafu mstari wa 26 anasemaje? Nilithibitishe neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu. Niambie Tanzania utakaliwa na watu, nayo miji ya Tanzania itajengwa, nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Haleluya, haleluya. Nataka tukamwombe Baba. Sema Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya watumishi wako wa kweli wanaosimama kusema kweli yako ndani ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunaomba ulinzi wako kwenye maisha yao. Kila mashauri ya giza, kila mipango miovu ibatilike, iwarudie wanaikusudia katika jina la Yesu. Bwana, waimarisha watumishi wako na kuwalinda katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya watumishi wako wanaosimama kusema kweli katika nchi ya Tanzania. Bwana, walinde na uwatunze. Kila mashauri mabaya, mipango miovu ibatilike
iwarudie wanaoikusudia kinyume cha watumishi wako katika jina la Yesu. Bwana watunze na walinde watumishi wako katika jina la Yesu. Paza sauti yako na uombe. Yeye ni Mungu ayabatilishaye mashauri ya waongo. Anatangua ishara za waongo na kubatilisha mashauri yao kuwa ujinga. Anawarudisha nyuma wenye hekima. Makarabashanda rabazai reko soto rabashanderia mantarababababasai reketeshata randa rababababasai radeketekete shetere bababababasai rantarababababamama rashataraba retosete jedebara radagadagada shantarabababasai. Katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu wanaosimama kusema kweli ndani ya nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu aliye hai. Sheterebazai shentarabazai shentarabazai shandarabazai makatarabazai mantarababazai rakataraba. Pray! Makorabashanda reketereba radagadagada shantarabababasa rakotorobobosha rateketekete rashada rashada sharababababa rakatarabada rakatarabada ratabalabada shatarabasa. Ulinzi wa kiungo, afya njema katika jina la Yesu. Bwana watunze, Bwana walinde, Bwana wahifadhi watumishi wako wanaosimama kusema kweli. Mabaya asiwapate, mashauri yoyote, makusudio yoyote, mipango yoyote na upangwa kinyume chao ikawarudie waliokusudia kwa jina la Yesu. Pray in the name of Jesus. Bwana akawalinde na mabaya yote na akathibitishe neno la watumishi wake, akalithibitishe neno la watumishi wake. Kila unabii ambao Bwana ameutuma, unabii wa kweli, ukathibitike ndani ya nchi kwa jina la Yesu aliye hai. Makatarabashanda. Tanzania itakaliwa na watu, Tanzania itabomoka. Madhabahu ya Bwana Tanzania itabomoka. Watumishi wa Bwana watamwaga damu kwa jina la Yesu. Ulinzi juu yao, afya juu yao, amani juu yao. Makataraba radakapa. Bwana atawalinda, Bwana atawatunza katika amani kamilifu kwa kuwa wanamtumaini. Aya baba ratakata. 1000 watanguka bavuni, 10,000 mkono wa kume. Mabaya yatawapata. Kuna ya cancel mabaya. Tuna cancel agenda za uovu. Tunazikancel kwa jina la Yesu. Tunazifuta kwa jina la Yesu. Rakaparaba. Watekaji wote wapigwe na butwa. Njia yao iwe giza na utelezi. Mabaya wapate. Magari yao yawe moto. Makora basheta. Rakapa. Malaika wa Bwana afuatie na kuwapiga kwa jina la Yesu. Mabaya wapate kwa ghafla. Uharibifu wapate kwa ghafla. Malaika wa Bwana akawapige, waibiswe, wafedheshwe, warudishwe nyuma. Makora bashada. Hey! Shetereba radagaba rantarabasa shateriamanda mako shatarabaza. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Paza amen kwa jina la Yesu. Tunatangaza ulinzi kwa watumishi wa Bwana wanaosema kweli kwa jina la Yesu. Mabaya yatawapata kwa jina la Yesu. Mabaya yatapata huduma zao kwa jina la Yesu. Mabaya yatapata familia zao kwa jina la Yesu. Mabaya yatawapata watu wao wa karibu kwa jina la Yesu. Yawarudie waliokusudia kwa jina la Yesu. Nasema mabaya wapate wanayokusudia kwa jina la Yesu. Mabaya ghafla yakawapate kwa jina la Yesu. Njia yao ikawe giza na utelezi. Malaika wa Bwana akafanye vituo na kuangusha kwa jina la Yesu. Kukawe na ambush kila mahali kwa watekaji na watu waovu kwa jina la Yesu aliye hai. Ikawa hivyo mapema kwa jina la Yesu. Ijulikane Bwana yuko ndani ya taifa hili kwa jina la Yesu. Ijulikane watumishi wa Mungu ni masihi wa Bwana kwa jina la Yesu. Imeandikwa msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru. Ikawa hivyo kwa jina la Yesu. Ikawa hivyo kwa jina la Yesu. Tunatangaza mabaya yatawapata kwa jina la Yesu aliye hai. Mabaya yatawapata watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Wamelindwa na nguvu za Bwana kwa jina la Yesu. Paza amina kubwa katika jina la Yesu aliye hai. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29 na ule mstari wa 31. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ule wa 29. Biblia inasema basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Ni mstari wa 29. Bwana, yaangalie matisho yao, yaangalie matisho yanayoendelea ndani ya nchi, ukawajalie watumishi wako
kunena neno lako kwa ujasiri, kwa sababu shetani anachokifanya anataka kuondoa ujasiri kwa watumishi wa Mungu, washindwe kusema kweli, washindwe kunena neno la Bwana. Lakini Biblia inasema mstari wa 31, walipokwisha kumwomba Bwana mahali pale pakatikiswa. Sema haleluya. Walipokwisha kumwomba Bwana pakafanyaje? Pakatikiswa. Wakanena neno la Bwana kwa ujasiri. Nataka tena tukaombe katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu tunaomba wabatize watumishi wako ndani ya nchi ya Tanzania kwa roho ile ya Elia. Wabatize kwa roho ya nguvu, kwa roho ya ujasiri katika jina la Yesu. Wape neema kunena siri zako, siri ya injili kwa ujasiri katika jina la Yesu. Bwana, roho ile ya Elia ikawajae, ikawaangukie ghafla watumishi wako, wakanene kweli katika jina la Yesu. Wape ujasiri wa kusema kweli yako katika jina la Yesu. Makanisa yote, madhehebu yote, wakanene kweli kwa jina la Yesu. Hofu haitatawala ndani ya nchi, haitatawala kwa watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Tunaomba leo roho ya Elia, roho ya Elia, roho ya kusema kweli, roho ya nguvu, roho ya uweza, roho ya hukumu ikawe juu yao, wakanene kweli katika jina la Yesu. Paza sauti yako, anza kuomba. Kila kanisa Bwana, kila watumishi wako, wachungaji, wainjilisti, mitume, manabii, maaskofu, mapadri, watu wa kila namna kwa jina la Yesu aliye hai. Shatarabadakatarabadagadagada rakataraba. Roho ya Elia ikawavamie, roho ya Elia ikajae, roho ya Elia. Tuma roho ya Elia Bwana. Makatarabasha, roho ya kusema kweli, roho ya uweza, roho ya nguvu, spirit of judgment, spirit of power. Arakosotoraba shetere badagadaga badatalabasha rantarabababasa. Wakajikute wana ujasiri kwa jina la Yesu. Hofu haitawaangukia, hofu haitawameza kwa jina la Yesu aliye hai. Hofu haitafanya kazi kwenye makanisa ya Tanzania, kwa watumishi wa Mungu Tanzania. Tunaikansel hofu, tunaifuta hofu. Wataisema kweli kwa jina la Yesu, na kweli itaweka nchi huru kwa jina la Yesu aliye hai. Makalagaba aratatata shetete radaba shanda rakos shete radaba ayakata ranta shadaba rakatayaba mata te jedebadaba rakataraba. Spirit of power, spirit of might, rakaba rekete shanda. Spirit of judgment, to judge every wickedness, to judge every witchcraft, to judge everything. Masedaba rakata rakataraba ratatata rakataraba ekataya. To judge every false prophets over these nations. Akina Mikaya wakainuke, watakaonena kweli kwa ujasiri katika jina la Yesu. Roho ya Elia, tembea kwenye makanisa, tembea kwenye nchi ya Tanzania, tembea kwa nguvu. Rakapaya radabaya rakataraba retete shes shadabaya radabaya shantanta rakataradia rababababaya ratototo shelelelede shadabalaba shantantaraba ayakaparia ayakapaya aradagada eretosha mandorabaza. Oh my God. Shatorabaraba masata karabayan. Ayayayayaya ratapayada rakataraba mantaraba. Makanisa yakatikiswe, watumishi wa Bwana wakanene siri ya injili kwa nguvu, kwa ujasiri. Shata nakataa udhaifu, nakataa udhaifu kwa jina la Yesu aliye hai. Udhaifu hautakuwepo kwa jina la Yesu. Watumishi wa Mungu wananena kweli. Yakopa teta tayada sharebadabadata ratakorobobos jerebadabadada rantaraba. Imeandikwa, msiutupe ujasiri. Shetorabazaya, una thawabu makota laba. Maana Bwana akutupa roho ya woga, akutupa roho ya hofu, alitupa roho ya ujasiri. Sheterebazaya, ujasiri, 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 ujasiri. Makoshata reteteraba. Roho ya ujasiri isambaye kwenye makanisa, isambaye kila mahali ndani ya nchi ya Tanzania
Sharabaha rakaba. Tunakataa hofu, tunakataa woga kwa jina la Yesu. Shere baragada raka parabarata mantora babaza. Roho ya ujasiri, roho ya ugoja, roho ya nguvu, roho ya ujasiri, roho ya nguvu, roho ya ujasiri, roho ya nguvu, roho ya ujasiri, roho ya nguvu. Makosha taya de soria matoza repakataya barada retetesh shete rapa ragaba shas sharabarata mantora babaza. Akutakuwa na udhaifu, hata aliye dhaifu akasema mimi ndio hodari kwa jina la Yesu. Shanda rabaza ni katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Roho ya hofu, mashaka haitafanya kazi kwa watumishi wa Mungu ndani ya taifa hili la Tanzania kwa jina la Yesu. Tunaituma roho ya ujasiri, tunaituma roho ya ujasiri, tunaimwaga roho ya ujasiri kwa jina la Yesu, kama ambavyo Bwana alimwaga roho yake wakati wa Pentecost. Katika msimu huu roho ya ujasiri inamwagwa ndani ya taifa la Tanzania, kwenye makanisa, kwa wachungaji, wainjilisti, mitume, manabii. Roho ya nguvu kwa maaskofu, mapadre kwa jina la Yesu. Hawatakuwa dhaifu, watakuwa jasiri, na siri ya injili itanenwa, haki itanenwa, kweli itanenwa kwa jina la Yesu, na ijulikane Yesu ni Bwana ndani ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Paza haleluya. Haleluya yako iwe kubwa kuliko ya jirani. Haleluya, haleluya. Obadia 1:17. Obadia 1:17. Neno la Mungu linasema, bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. And upon Mountain Zion there shall be deliverance and holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. Na Watanzania watamiliki milki zao katika jina la Yesu. Kutakuwa na wenye kuokoka katika taifa hili la Tanzania. Amen. Na watu wa Mungu tutamiliki milki zetu. Amen. Watumishi wa Mungu watamiliki milki zao. Tuliokoka watamiliki milki zetu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Watamiliki viti vya siasa. Amen. Watamiliki biashara za maana. Amen. Watamiliki mahoteli makubwa. Amen. Watamiliki vitu vya thamani. Amen. Watamiliki migodi. Amen. Watamiliki vitu vinavyofaa na vya kupendeza. Amen. Katika jina la Yesu aliye hai. Sema Baba, katika jina la Yesu natangaza ya kwamba sitakosa mema, sitakosa urithi wangu ndani ya taifa la Tanzania. Nitamiliki miliki zangu ndani ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Nitastawi na kufanikiwa katika jina la Yesu. Sitakuwa mtumwa wala maskini ndani ya nchi hii. Nitamiliki miliki zangu. Imeandikwa, nyumba ya Yakobo watamiliki miliki zao. Bwana, kila mwenye haki mpe kumiliki miliki zake. Kanisa ndani ya Tanzania litamiliki miliki zake kwa jina la Yesu. Tunakataa utumwa, tunakataa kumilikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Tangaza kwa jina la Yesu ya kwamba ndani ya nchi ya Tanzania tunamiliki miliki zetu. Usione tunaomba hivi, ni kwa sababu tunajua tunazo miliki zetu. Tanzania ni mali yetu, Tanzania ni haki yetu. Tutamiliki viwanja vizuri Tanzania, tutamiliki nafasi nzuri Tanzania, tutamiliki vyeo Tanzania, tutamiliki viti vya maana Tanzania. Rakaparatai randa rabasha. Ni wakati wa kanisa kumiliki, ni wakati wa wana wa Mungu kumiliki. Makorabasha, nyumba ya Yakobo itamiliki miliki. Makateleba jas shatarabaza rekotorobos masikete. Tangaza kwamba utamiliki miliki zako. You must possess your possessions in this nation. Ndani ya hili taifa nina nafasi ya jina langu, nina kiti changu, nina nafasi yangu maalum ndani ya wanawake wa taifa hili. Makoso tope katata ratosete riba kosata manda rabasha. Kiti changu hatakalia mwingine, nafasi yangu hatakaa mwingine. Ayoko shata. Omba kama mwenye urithi. Omba kama mwenye urithi ndani ya matajiri wa Tanzania, ndani ya wanaostawi Tanzania, ndani ya wanaomiliki Tanzania, ndani ya wanaoendelea Tanzania. Jina langu lazima litajwe,
Jina langu lazima litajwe kwa watu wakuu ndani ya nchi, kwa watu wenye heshima ndani ya nchi, kwa watu wenye maana ndani ya nchi, kwa watu wenye matokeo ndani ya nchi. Makora basha. Pray in the name of Jesus. Yeah. Shatata. Rabalagada. Nina urithi wangu ndani ya nchi ya Tanzania. Nina miliki zangu ndani ya nchi ya Tanzania. Jina langu halitapuzwa. Matokeo yangu hayatapuzwa. I must possess my possessions. Biashara yangu haitapuzwa. Huduma yangu haitapuzwa. Watoto wangu hawatapuzwa. Mume wangu hatapuzwa. Ndani ya nchi tunaurithi. Ndani ya nchi ya Tanzania. We must possess our possessions. Majina yetu yatasikika. Matokeo yetu yataonekana. Yeko shata. Rabakoria. Ejetete. Rabababaya. Rototos. Jetekereba. Ayanto rabazai. Nina urithi wangu. Ninamiliki Tanzania. Ninatawala Tanzania. Ninastawi Tanzania. Ninaendelea Tanzania. Ardhi ya Tanzania sikia. Anga la Tanzania sikia. Yako rabashai. Falme na mamlaka za Tanzania sikia. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema. Nina urithi mzuri ndani ya Tanzania. Sheterebaza. Makwacha kwa. Eleko sepeketa. Rezua manto rabaza. Raskotere bashayada. Ratuko paraman. Manta rabababasha. Zeria kabarada. Shanta rabaza. Rakosh. As far as you can see. Kama unaweza kuliona jina lako limeandikwa kwenye majina ya watu wakuu. Kama unaweza kuona umeandikwa, hautaomba kinyonge. Kama unajua sauti yako itasikika ndani ya taifa hili. Kama unajua biashara yako haitapuzwa. Kama unajua uzao wako hautapuzwa Tanzania. Kama unajua mume wako hatapuzwa, mke wako hatapuzwa, watoto wako hatapuzwa, huduma yako haitapuzwa. Una urithi ndani ya Tanzania. You will pray kama mwenye urithi. Ni majira yetu ya kumiliki miliki zetu. Tunao urithi wetu ndani ya taifa hili. Tanzania sio kwa ajili ya wauaji. Tanzania sio kwa ajili ya watu waovu. Na kapareba ratoshata. Vitu vya siasa sio kwa ajili ya watu wanarushwa. Sio kwa ajili ya watu waovu. Ni kwa ajili ya wana wa Mungu. Na nyumba ya Yakobo itamiliki miliki zao. Shata rabazai. Mando robozai. Lesko bayande rebasata. Sema kwa jina la Yesu. Nina miliki zangu ndani ya nchi. Nina urithi wangu ndani ya taifa hili. Ardhi ya Tanzania sikia. Anga la Tanzania sikia. Wakuu sikia. Kwa jina la Yesu ninakuja. We are coming. Tunakuja. Majina yetu yatapuzwa. Matokeo yetu yatapuzwa. Kwa jina la Yesu. Nina kiti changu. Mume wangu ana kiti katika taifa hili. Mke wangu ana kiti katika taifa hili. Uzao wangu na kiti ndani ya taifa hili. Kwa jina la Yesu. Lazima nimiliki. Lazima nikalie cha kwangu. Kwa jina la Yesu. Kiti changu, nafasi yangu, hata kalia mwingine. Kwa jina la Yesu. Tanzania sikia. Watanzania sikia. Wenye vyeo sikia. Kwa jina la Yesu. Nina urithi wangu ndani ya nchi. Kanisa la Bwana lina urithi ndani ya nchi. Ni majira ya Bwana Tanzania. Shata rabazai. Paza haleluya. Hey. Mako rabashanda rabazai. Raskoto robojane. Pazie Bwana, asante kwa ajili ya Tanzania. Baba, asante kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Asante kwa kuwa maombi yote tuliyoyaomba. Robo shetereba. Asante kwa ukombozi. There shall be deliverance. There shall be deliverance in Tanzania. And holiness. Rakosa taraba. Kutakuwa na utakatifu. Na Watanzania watamiliki miliki zao. Aya korabasha. Miliki zetu hawatamiliki watu wengine. Hawatamiliki watu wasio wa Tanzania.
Makorabashanda. There shall be deliverance in this nation. There shall be holiness in this nation. And the church shall possess their possession. Tanzanians shall possess their possessions. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Raho shateria. Makorabashanda. Mantorabazai. Katika jina kura Yesu tumeomba, paza amina. Imekuwa kwa Tanzania kama tulivyoomba katika jina la Yesu. Imekuwa kwa Tanzania kama tulivyoomba kwa jina la Yesu. Tanzania kutakuwa na wokovu kwa jina la Yesu. There shall be deliverance in Tanzania in the name of Jesus. There shall be holiness in the name of Jesus. Tanzania is a holy nation in the name of Jesus. Nasema Tanzania ni taifa takatifu kwa jina la Yesu. Vita sio fungu la Tanzania. Uharibifu sio fungu la Tanzania. Amani haitaondoka Tanzania. Wabaya hawatashinda Tanzania. Evil will never prevail in this nation. Wachawi hawatashinda kwa jina la Yesu. Hawatakalia viti ndani ya taifa hili. Tunawapindua, 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 tunawapindua. In the name of Jesus. Paza hallelujah. Taka tukombe kwa ibada siku ya kesho. Kabla sijahitimisha. Matendo ya Mitume sura ile ya 4. Mstari wa 29 hadi 31 Mako ya Baratai. Matendo 4 29 mpaka 31. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Sema ujasiri wote. Ujasiri wote. Ukinyosha mkono wako kuponya. Rudia. Ukinyosha mkono wako kuponya. Ukinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu. Vifanyike word shakers. Siku ya kesho. Kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Ishara na ajabu vikafanyike word shakers. Unyoshe mkono wako kuponya katika jina la Yesu. Mstari wa 31 naomba nisome, asema hata walipokwisha kumwomba Bwana, walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Sema pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Hallelujah. Amen. Come on, come on. Siku ya kesho nyumba ya Bwana ijawe na utukufu. Watu wakaponywe na ishara na ajabu vikafanyike kwa jina la mtumishi wake mtakatifu Yesu Kristo. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya ibada siku ya kesho. Naomba mkono wako ukawalete wengi nyumbani mwako. Mkono wako uwakusanye wengi katika jina la Yesu. Ukaponye na kufungua maisha ya watu wako. Tuma neno la wakati na useme nasi kupitia watumishi wako. Ibada ya kesho ikajao ishara na ajabu katika jina la Yesu. Ibada siku ya kesho kawa ya uponyaji, ishara na ajabu vikafanyike kwa jina la mtumishi wako Yesu, katika jina la Yesu. Fungua maisha ya wengi, ponya maisha ya wengi, sema na maisha ya wengi. Kawe na hatua, kukawe na hatua, kukawe na ushuhuda, kukawe na ushahidi katika jina la Yesu. Let there be evidence in the name of Jesus. Paza sauti yako omba kwa ajili ya ibada siku ya kesho. Mkono mwema wa Mungu ukawalete wengi, ukawakusanye wengi. Upepo ukawakusanye, upepo ukawatoe kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, wanaume kwa wanawake, vijana wa kike kwa vijana wa kiume. Wakajae, nyumba ya Mungu ikajae, nyumba ya Bwana ipate kujaa katika jina la Yesu. Let there be supernatural visitation. Watu wakaote ndoto, watu wakusanywe na nguvu za Mungu. Mkono wa Mungu kawalete, uwalete wenye vyeo, wenye sifa, watu wa kila namna, wanaohitaji kuponywa, wanahitaji kufunguliwa, waje kwa jina la Yesu. Let them come tomorrow. Mkono wa Bwana ukawalete kwa jina la Yesu. Nyumba ya Bwana ikajae, watu maelfu wakajae. Imeandikwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana wa word shakers makataraba utainuliwa juu ya milima mingine makorabasa, na watu maelfu watasema twende word shakers, watasema twende nyumbani mwa Bwana. Rakoshete rabaraba, mlima wako Bwana ukainuliwe, watu wakaje kutoka kila mahali. Makosha taraba, ishara na ajabu ikafanyika kwenye nyumba yako. Nyosha mkono wako kuponya, nyosha mkono wako kufungua wengi. Shetere bazai, shentorobozai,
Mandora mama radagadagadabana ratosotoroboza rakatarabaza mantara kataria rapakora bashanda rabaza. Waliofungwa wafunguliwe, waliochoka wapokee nguvu, walioinama wakainuliwe, waliokuwa wameshindwa wakaone kuweza kwa jina la Yesu aliye hai. Makora bashana, miujiza ikaonekana, ujasiri kwa watumishi wako kunena siri yako. Tuma neno la wakati la kufungua maisha ya watu. Ulituma neno lako kuponya na kuwatoa watu wako kwenye mangamizo. Makorobobos jelekete rabadaba. Tuma neno Bwana, tuma neno siku ya kesho. Makorabaza, na maisha yetu yakapokea mgeuko kwa jina la Yesu aliye hai. Makatarabaza randa rabasha. Tunayamuru hali ya hewa kukubaliana na sisi, kuwaleta wengi. Pepo ukatangaze, maji yatangaze, visiwa vitangaze, ardhi ikatangaze, vitanda vitangaze, ndoto zikawaambie watu waje nyumbani mwa Bwana, waje nyumbani mwa Bwana. Come in the name of Jesus, come in the name of Jesus. Nakataa kila vizuizi vya adui vya kuzuia watu, tunaviangusha kila visingizio, uvivu, uchovu, nguvu za giza kwa jina la Yesu. Kila mipango ya adui kuwazuia watu kuja nyumbani mwa Bwana inashindwa leo, inaangushwa leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wanakuja wanawake, wanakuja wanaume, in the name of Jesus. Hakuna cha kuwazuia, wanaiona njia. Rakotarabashada rekotorobabasha rabadabada katalabala ratatata rabadagadagada rabadabadata rabadakatala ratata rababa shadaba. Let there be light, let there be light, let there be light. Makorabababasha. Woo! Shadabaza. Ni katika jina la Yesu memomba Bwana, paza amen kwa jina la Yesu. Watu wanakuja kwa jina la Yesu. Imeandikwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana Shekaz utainuliwa, na watu makundi ya watu maelfu watakuja nyumbani mwa Bwana na wataambiana twende nyumbani mwa Bwana katika jina la Yesu. Siku wa leo tunawaamuru watu kuambiana kuja mahali hapa kwa jina la Yesu. Tunaamuru kuambiwa kwa ndoto kwa jina la Yesu. Matangazo yatawaambia waje kwa jina la Yesu. Waliokuwa wanaona uzito tunaachilia wepesi, wanakuja kwa jina la Yesu. Wanawake wanakuja, wanaume wanakuja, vijana wa kike wanakuja, vijana wa kiume wanakuja, watoto wadogo wanakuja. Let there be supernatural visitation. Habari hizi tunazituma ziwaendee kwa jina la Yesu. Pepo kawalete kwa jina la Yesu. Pepo katangaze habari za kanisa hili kwa jina la Yesu aliye hai. Hata maadui watangaze habari za kanisa hili kwa jina la Yesu aliye hai. Hata watu wasiodhaniwa wakatangaze kwa jina la Yesu aliye hai. Malaika wa Bwana wakatangaze kwa jina la Yesu aliye hai. Nyumba ya Bwana ikajae katika jina la Yesu. Nasema nyumba ya Bwana inajaa kwa jina la Yesu. Watu wakaokoke, watu wakafunguliwe, ishara na ajabu zikafanyike kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Tukufu wa Bwana utaijaza nyumba hii katika jina la Yesu aliye hai. Furaha, shangwe na nuru vitaonekana mahali hapa. Kumbuka ni mwaka wetu wa nuru. Nuru ya Kristo itaonekana mahali hapa kwa jina la Yesu. Nasema siku ya kesho nuru itaonekana kwa jina la Yesu. Haleluya. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa ajili ya maombi yote ambayo tumeyaomba. Asante kwa majibu ya maombi. Na ujasiri huu ndio tulionao ya kwamba tukikuomba neno sawa sawa na mapenzi yako unasikia, na kama unasikia tunazo zile haja tulizoziomba. Baba, asante kwa sababu haja zote tulizokuomba tunazo. Asante kwa kutuongeza kiidadi. Asante kwa kujaza nyumba yako. Asante kwa ajili ya wengi wanaokuja. Asante kwa maisha ya wengi yanayofunguliwa. Asante kwa sababu hakuna atakayetoka nyumbani mwako kama alivyokuja. Tunakushukuru kwa ibada ya kesho. Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania. Asante kwa yote tuliyoyaomba. Asante hata kwa yale ambayo Roho wa Mungu ameyaomba kwa ajili yetu. Tunakushukuru Bwana. Pokea utukufu. Paza sauti yako, mshukuru Bwana. Ndio Bwana, asante kwa ajili ya siku ya leo. Makorobosha zetekereba. Tena kwao itasikiwa sauti ya shukrani yao wachangamkao. Yako shetera daba mandora basai. Nami nitaongeza hatakuwa wachache, itawazidisha watakuwa wanyonge, itawatukuza hatakuwa dhaifu. Shukuru Bwana kwa sauti ya kuchangamka.
Father, we give you glory and adoration. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor. Asante kwa ajili ya kila ombi tuliloomba. Asante kwa nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa ajili ya kanisa la World Shakers. Asante kwa ajili ya utumishi wako. Kwa mafuta yako Apostle David Mbembela. Pamoja na watu wa utumishi wako wote ndani ya nyumba hii. Asante kwa ajili ya ibada za kila makanisa yote. Asante kwa ajili ya watu wote wanaokusanyika kwa jina lako siku ya kesho. Asante kwa kuwa utukufu wako utaonekana. Asante kwa kuwa mkono wako utaonekana. Asante kwa kuwa utafungua na kuponya wengi. Asante kwa ishara na ajabu. Asante Bwana. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunakusifu, tunakuadhimisha. Hakuna aliye kama wewe. Tunakushangilia Bwana. Tunakupa sifa na utukufu. Glory, glory, glory. Tunakushangilia Mungu wetu. Tunakupigia makofi yetu ya sifa. Tunakupa sifa zetu. Haleluya, haleluya. Asante Bwana Yesu. Mshangilie Bwana kwa sauti ya kuchangamka. Piga kelele za shangwe enyi wenye haki. Makorabashe radaba santa rabaza. Father, we give you glory. Eya mama 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 rakoshata. Thank you Jesus. Thank you mighty man of war. Asante Bwana wa vita. Asante Mungu jibuye maombi. Makarabashata ereketere baba mama mama rakoshonta baba mama reketere baba bosha. Hallelujah, hallelujah. Woo! Piga kelele sema yeah. Hallelujah. Hongera kwa kuwepo nyumbani mwa Bwana. Siku ya leo ni siku yetu ya 17 kati ya siku 100. Zimebaki siku 83, ni chache sana. Tukiangalia tulikotoka na tulipo si sawa. Bwana ametusaidia. Haleluya. Mungu akubariki kwa kushiriki maombi haya. Watu wa Mungu mliokuwa mnatufuatia online, Mungu akubariki kila mmoja kwa kushiriki maombi haya. Maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. I was telling my husband today, ukiona mtu anaongelea sana Tanzania, ukiona mtu ana mzigo sana na nchi yake, ni kwa sababu ana urithi wake kwenye hiyo nchi. Hakuna mtu anaweza kuzungumzia Tanzania kwa ujasiri katika msimu huu na majira haya yaliyojaa uovu ikiwa hana urithi. Maana yake Mungu anakuita, this is a call. Ukiona una kitu kwa ajili ya nchi kina furukuta ndani yako unashindwa kutulia, it is a call kwamba Mungu anakuita, una kiti chako na una nafasi yako ndani ya nchi. Na ninamwamini Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu kwamba tuna nafasi zetu na majina yetu ndani ya nchi hii, na hiyo haikanushiki katika jina la Yesu. Nasema haikanushiki kwa jina la Yesu. Tanzania itasikia habari zetu. World Shakers haitazuilika ndani ya nchi hii. Nasema tutakalia nafasi zetu kwa jina la Yesu. So ni watu pekee wenye urithi ambao wanaweza kukaa kuombea Tanzania kwa ujasiri. Watu wote wasio na urithi lazima waogope. Watu wote watumwa wao wana tabia ya kuogopa, lakini wana ambao wanajua nina urithi wanapambania. Maana watu wanaenda mpaka kwa wanasheria, wanatafuta mpaka mawakili kupambania kilicho chao. Na sisi tutaipambania nchi yetu kwa sababu tunajua tuna urithi katika jina la Yesu. Mungu akubariki kwa kuwa nyumbani mwa Bwana siku ya leo. Usisahau siku ya kesho kuwahi saa 3 kamili tutakuwepo hapa kwa ajili ya kuanza ibada yetu. So make sure unawahi mapema kwa wakati, lakini pia alika ndugu jamaa marafiki ambao unatamani wawepo nyumbani mwa Bwana siku ya kesho, na Mungu atabariki maisha yako. Mungu akubariki pia ule tufuatilia online kama ulivyoomba. Bwana na kutendee na kuzidi. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kawe amani, utele na utosherevu katika jina la Yesu. Mkono mwema wa Mungu kakulinde na mabaya yote kwa jina la Yesu. Bwana akakupe haja ya moyo wako kwa jina la Yesu. Bwana akupatie urithi mzuri katika jina la Yesu. Imeandikwa, kamba zangu zimeniangukia mahali pema nami na urithi mzuri. Ndani ya siku hizi 100 kamba zako zikuangukie mahali pema na ukapate urithi mzuri kwenye biashara yako kwa jina la Yesu. Urithi mzuri kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Urithi mzuri kwenye huduma kwa jina la Yesu. Urithi mzuri kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Urithi mzuri kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Amina yako iwe kubwa kama urithi wako ulivyo. Nasema kamba zako ziangukie mahali pema, Bwana akupatie urithi mzuri kwa jina la Yesu. Hata unapoondoka mahali hapa, pokea urithi wako kwa jina la Yesu. Pokea urithi wako wa vitu vya thamani na vya kupendeza. Pokea urithi wa watu wazuri. Pokea urithi wa fedha. Pokea urithi wa kumiliki. Pokea urithi wa habari njema katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mtu uliyebarikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Mwaka 2025 kwa wangu wa nuru nainuka na angaza. Imeandikwa, nayo nuru yang'aa gizani wala giza kuweza. Giza halitakuweza wewe kwa jina la Yesu. Nenda ukaangaze kwa jina la Yesu. Nenda ukaonekane kwa jina la Yesu. Nenda ukang'ae kwa jina la Yesu. Shout, I am blessed.
Wewe uliyekuja na sadaka yako, Mungu aibarikie sadaka yako na akuongeze katika jina kuu la Yesu.